Unapokwenda restaurant na hakikisha kuna vitu vikubwa viwili ambavyo mnafanya. Kimoja hapo ni kula chakula kilichonipeleka restaurant. Lakini cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana ni kusoma. Unajiuliza, nakwenda restaurant kwa ajili ya chakula lakini naishia kusoma. Nasoma nini? Nasoma menu. Ukitaka kuzijua sehemu zenye chakula kizuri siku zote, soma menu yote na utaelewa kwamba chakula kizuri kinapatikana wapi. Jina langu naitwa Captain Gardner Jabash. Karibu katika menu tour. Na menu ya leo nimepata kuisoma sehemu panaitwa 777. 777 sehemu moja maarufu sana Dar es Salaam, inamilikiwa na rafiki yangu na rafiki wa watu wengi, Mlatie, ambaye ana uzoefu zaidi ya miaka 25 kwenye restaurant business, akiwa ameanzia biashara hiyo kule Rose Garden, sehemu ambayo akiendesha yeye na baba yake mzazi. Alipoamua kufungua sehemu yake mwenyewe ndio akafungua 777. So, menu tour ya leo tunakula 777. Chef Wilson. Yes. Shukran sana bana kwa kutukaribisha 777. Karibu sana. Hivi mtu akija 777 kwenye chakula, ni chakula cha aina gani ambacho mnahudumia hapa? Sisi tunahudumia modern Swahili food. Modern Swahili food. Modern Swahili food. Pia tunahudumia continental, vyakula ambavyo vinatoka nje, baadhi ya vyakula sio vyakula vyote tunahudumia. Okay. Kwa hiyo ukitaka chakula cha asili lakini kilichopikwa kwa kisasa unakuja 777. Hapo ndio kwenyewe. Na special orders za continental pia unapata. Zipo, unapata. So leo kwa mfano utatuandalia kitu gani? Leo tutaandaa prawns fried rice. Okay. Alafu tutaandaa mchemsho wa dawa wa kuku wa kienyeji. Mchemsho dawa kuku wa kienyeji. Ndio. Of course hiyo ni Kiswahili hasa yenyewe. Kiswahili kabisa. Alafu pia tutaandaa makange ya samaki. Of course. Yes, watu wengi wanapenda sana kwetu hapa makange ya samaki. Okay. Yes. Makange ni chakula moja maarufu sana. Kina historia yake mpaka imeitwa makange. Of course hilo ni somo la siku nyingine. So, tuanze. Sawa. Tutaanza kuandaa prawns. Alright. Ili kwa menya sio? Yes, tuamenya prawns wetu. Vegetable fried rice lazima prawns hawa yamenywa. Lazima wawe yamenywa. Hawa ni prawns wadogo, shrimps. Shrimps ya. Na prawns wenu nyinyi mnaagizia kutoka wapi? Prawns tunaagiza, sisi tuko karibu na bahari hapa. Of course. So mafishermen wanatuletea fresh kabisa wachuuzi wanatuletea kutoka baharini. Bahari iko jirani tu hapa. Mzigo unatoka baharini unaingia moja kwa moja kwenye plate yako. Baharini unafika kwa mguu tu. Bwana. Maana ya fresh food ndio hii. Unasikia maana ya fresh food? Yes. Fresh local food. Imepikwa kwa namna ya kisasa ndio hii. Kwa muhimu kutoa utumbo ule. Ni muhimu sana kwa sababu unakuaga na michanga wakati mwingine. Usipotoa utumbo uta experience kama unatafuna mchanga kidogo kwenye prawns yako, alafu pia kuna ka taste fulani hivi ka uchungu. Lazima utoe utumbo, usafishe vizuri prawns. Mara nyingi mimi chef nyumbani nikishatoa maganda ya prawns huwa siyatupia. Okay. Nayaosha vizuri, natia viungo kama chumvi, kama kwa mfano black pepper, alafu nachemsha. Wow. Chukua ule mchuzi wake na uhifadhi. Sawa. Siku ukiwa napika supu, situmii maji. Natumia ule mchuzi kwa maganda ya prawns. Unaweza kufanya hivyo pia kwenye kuku na vitu kama hivyo. Kwenye kuku unaweza kuchukua mifupa ile kama umedibon. Ng'ombe. Safi sana. Sasa prawns wetu wako tayari. Wako safi. Yes, wako sawa. So sehemu yetu ya kwanza ya maandalizi imekamilika. Of course ilikuwa ni kumenya prawns, kuwasafisha vizuri kama hivi, tayari kabisa kwa ajili ya kupika. Na sasa tunakwenda kwenye hatua nyingine ya pili ambayo ndio hatua ya mapishi yenyewe ya prawns vegetable fried rice. Moja kati ya vyakula vya kimataifa lakini unapata hapa nyumbani 777. Katika sehemu ya vegetables inabidi uweke na nani? Spring onions. Spring onions. Hiyo chopping hiyo watu wanakwenda shule kwa ajili ya chopping peke yake. Tayari. Tosha. Okay. Kwa ajili ya harufu. Kwa ajili hii tutakuja kuitumia kama garnish. Okay. Mwishoni. Inaongea vizuri sana. Sana. Naona jiko letu nao liko tayari. Okay. So tuna garlic. Hii ni fresh garlic. Ndio nzuri zaidi. Chop. Kitunguu saumu hiyo. Yes.
Tunapiga fine chop. Moja tu tosha. Moja inatosha. Yeah. Tunaweka nini na nini? Hapa tutaweka green pepper. Ndio. Hoho. Ndio. Tuna carrot. Sawa. Tuna vitunguu vya kawaida. Tuna garlic. Tuna spring onion. Tuna prawns. Tuna rice. Sawa. Hii ni soya sauce, chumvi kidogo. Tuna white pepper na mamacita. White pepper na black pepper ni kitu kimoja au tofauti? Hapana, ni tofauti. Hii imemenywa, ni pilipili manga iliyomenywa. Imemenywa. Kasagwa unga wake. Sawa. Alafu ile nyingine inakuwa ni ambayo haijamenywa. Yes. Ndio tofauti. Ndio tofauti. So we go. Okay. Tutaanza na carrots. Carrots. Kwa sababu ya carrots ni ngumu kidogo. Kama ngumu kidogo kuiva Alafu unafanya zile sweat kidogo itoke jasho ndani. Weka garlic. Weka garlic. Kitunguu saumu. Ndio. Kia vizuri sana. Tunaweka onion. Kitunguu maji. Yes. Kile chekundu, kile kama chekundu. Maji kidogo. Alafu tunatia black tunatia hizi bell pepper, pilipili hoho. Pilipili hoho. Mafuta kidogo. Tunatia hoho. Kisha tunatia prawns. Okay. Yeah. Okay. Spring onion inaiva haraka ndio maana unaichelewesha kidogo. Spring onion tunaiweka mwishoni kwa sababu inaiva haraka. Okay. Yeah. Kama mzuri kwa kweli. Yes. Nasubiria kidogo. Pata kwa brown kidogo. Wakati tunaangalia vitu vingine cha kufanya baada ya hapa. Uzuri wa prawns haichelewi kuiva. Haichelewi. Dakika 2 tu. Prawns ni rahisi kidogo kuiva. Okay. Yeah. Okay, sasa tunatia soya sauce kidogo. Kuleta ile sweet and sour. Sweet and sour. Utamu kidogo, ugwadu kidogo. Wewe unapenda sana kupika. Na mambo yako haya. Mambo yetu. Tunatia mamacita. Ina utofauti na soya sauce. Ina tofauti, inaongeza tu, inaongeza taste. Okay. Yeah. Afinyia na uzito fulani. Na uzito, yes. Sasa tunaingia hatua ya pili ya mayai. Okay. Mayai haya unafanyaje? Yako mawili. Moja tunalipika pamoja kama hivi. Alafu moja tutakuja kulifanyia, tutalipiga jicho la ng'ombe, litakuja kulala juu ya chakula chetu. Chakula, okay. Yeah. Inabidi kukoroga vizuri yai likatike ile lieneze. Lieneze kabisa. Hapo ilipo wenyewe naitamani kama ilivyo. Sijui kifikia mwisho itakuwaje. Ndio vitu vyako hivi. Sasa tunatia wali. Okay. Hapo ndo kwa mtihani. Inabidi uende shule. Uzoefu. La sivyo mzigo wote unaokuta uko jikoni. Wakati inaendelea tunawasha kampeni nyingine. Okay. Kwa ajili ya kutengeneza hili jicho la ng'ombe hapa. Sawa sawa. Tuweke mafuta kidogo. Wakati hii inaendelea. Nyunyizia kachumvi kidogo. Okay. Sawa. Andaa sahani. Ndio. Kwa ajili ya kuwekea chakula chetu. Ndio. Wakati tunaandaa sahani, spring onions. Spring onions tunaweka mwishoni kabisa. Yes. Tunaweka mwishoni kabisa. Alafu tunagonga jicho la ng'ombe. Very nice. Yes. Sasa tunatia spring onions. Bado ni simple kwa hiyo kumalizia. Yes.
Sasa tuna seti chakula chetu kiko tayari. Ndio. Tunaposema ni vegetable fried rice, ile vegetable unaiona sura yake. Unaiona kabisa. Na prawns mwenyewe unamuona pale. Lazima uweke kwa kibakuli kwanza kwa ajili ya presentation. Kwa ajili ya presentation ionekane imekaa vizuri. Okay. Wow. Very nice. Kisha tunaweka kwenye palette, kwenye sahani yetu. Halafu tunatoa nini kofi? Tunatoa layer hizi. Tunatoa ile yetu. Okay. Okay. I see. Kisha coriander kama garnish. Asante sana bwana. Okay. Najiuliza ni upige msosi au ni upige picha msosi? Nadhani nitafanya vyote. Napiga picha msosi, alafu naupiga na msosi wenyewe. Unaona bwana eh? Like this. Sasa nitakachofanya hapa nitahakikisha napata kila kitu kwenye kijiko kimoja. Prawns kidogo, vegetables kidogo, ubeche kidogo. This is I'm gonna dig in kabla sijapasua yai. Ile vegetable ile unasikia ile freshness yake. Kitunguu bado kiko crunchy. Hata ile spring onion unaipata taste yake. Yai pia unalisikia. Ile prawns imenyonya ile soya na masita. Kwa hiyo unapata sweet, unapata na sawa kidogo. Kijisumvi kwa mbali na vegetable iko fresh. So good. It's so good. Aha. Kwa mchezo wa yai. Trick hapa, pasua ile yai limwagike namna hii. And then unapata sana yai lile vizuri zaidi. This is so good. Mashallah. 777 vegetable fried rice. Lazima ukifika hapa ujaribu hii. You have to try this. So ni aibu. Bala.